Yaani ukweli huyu ni mjumbe wa halmashauri. Kidogo tu. Yaani sikiza aniambia ana uhakika na kitu anachokiongea. Aniambia kitu anachoniambia. Halmashauri ya kijiji. Umepewa shilingi Wapa 115. eti mama. Umepewa shilingi ngapi? Usiniulize chochote kwa sababu mimi nauliza nini iko hapa. Mnakata wewe si mjumbe wa serikali ya mtaa? Wewe? Si mjumbe wa serikali. Mimi ni mke wa mtu. Alafu wewe ungeniita uniambie kwamba ni nini unaniitia. Mimi napita na njia zangu na namuuliza. Si mjumbe lakini. Lakini wewe na uhakika bagoni kiongea. Wewe ni ndugu yangu lakini unaweza kusababisha mambo mengine mabaya. Wewe na uhakika na kitu unachokiongea. Mama tueleze basi kidogo. Ploti ziligawanywa kwa serikali, nikazagawa zingine kwa wenye vitu kwenye vitongoji. Serikali ya kijiji. Hizo ploti zina mgogoro. Wakafaidi wakachukua, kwa hiyo walikula ile sehemu ya kwao. Kwa hiyo jana wajumbe ndio wamepewa sehemu ya kwao. Ndio. Hiyo shilingi 115. Mbona ulikuwa unakataa sasa mheshimiwa mwenyekiti? Nimekataa nini? Tunataka haki zetu. 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 Mwenyekiti hatufai. Mwenyekiti hafai. Pamoja na wenye vitu wa vitongoji hawa ni waizi hao. Kwa nini wakauze ploti zetu bila makubaliano yetu? Kwa nini wakauze? Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Hapa niliposimama ni nje ya ofisi ya mwenyekiti wa kijiji cha Ngiresi ilichopo katika kata Sokontu, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha. Wananchi wa eneo hili wamefunga ofisi ya mwenyekiti kutokana na hujuma ambazo zinafanyika dhidi ya ploti ambazo zimetolewa na watu wa foresti kwa ajili ya ploti hizo kugawanywa kwa wananchi ili wazitumie kipindi hiki ambacho wamevuna miti. Taarifa zinaeleza kwamba kwa mujibu wa foresti wametoa ploti 24 ili wagawane viongozi wa kijiji hiki wakiwemo wajumbe wa kijiji na watu wengine. Lakini zikatolewa ploti nyingine 40 kwa ajili ya wananchi ili wagawanywe, kila mtu aweze kufaidi keki ambayo iko maeneo haya. Na imekuwa ni utaratibu wa mara kwa mara, watu wa foresti wanapolima miti wanawakabidhi kijiji hayo maeneo kwa ajili ya kuanza kuyatunza. Miti inapokuwa basi wanaacha yale maeneo, halafu yanarudi tena kwa watu wa foresti kwa ajili ya kuanza kuitunza ile miti. Kwa hiyo kwa sasa ni kipindi ambacho hizo ploti zimegawanywa, lakini imekuwa ni tofauti. Wananchi wakimlalamikia mwenyekiti wa kijiji hiki, ikieleza kwamba ploti hizo ameziuza kwa watu tofauti. Na yeye mwenyewe nimezungumza naye kwa njia ya simu, amekiri kwamba ni kweli ploti hizo zimeuzwa na wajumbe jana karibia 24 wamepewa kiasi cha shilingi 115 kwa wajumbe kati ya 24 mpaka 25 wa kijiji hiki. Ni karibia shilingi milioni 2.8. Badala ya ploti hizo sasa kwenda kwa wananchi, viongozi wameuziuza, lakini zile za kwa 24 hawajaziuza, wanazitumia, lakini zile ambazo ni kwa ajili ya wananchi wao wameamua kuziuza ili wanufaike na wananchi wasifaidi kabisa. Tumezungumza nao wakilalamika na wakitaka TAKUKURU kufika katika eneo hili kufanya uchunguzi, kwa sababu swala la kugawana fedha limekuwa la kawaida, ile hali ploti hizo zilitakiwa kwa ajili ya wananchi, kwa sababu kipindi hiki ni cha kilimo, ili wananchi wajue matumizi sahihi. Na baada ya hizo ploti kugaiwa, manake mwenyekiti angetakiwa kuitisha kikao sasa cha kijiji ili wajadiliane ni ploti hizo 40 zitakuwa zinafanya shughuli gani kwa ajili ya kunufaisha kijiji na vitongoji vyake hivyo vitano. Mimi kwa jina langu naitwa Nelson Saiteru Kaaya, ni mwananchi wa kijiji cha Ngiresi, kitongoji cha Kimelok. Sisi tumekutana mahali hapa kutokana na mkutano uliofanyika tarehe 23 mwezi wa 5
kwenye ofisi ya kijiji. Ikawa siku ile tulivyokutana wananchi na viongozi wa vitongoji vyote vitano walitukimbia. Ikawa hawapo kwenye ule mkutano, lakini mtendaji wa kata alikuwepo na mtendaji wa kijiji pia alikuwepo na pamoja na mwenyekiti wa kijiji. Ikawa mwenyekiti alichotuitia ni kuhusiana na mashamba yaliyoko foresti ambazo ni ploti 40. Alivyotuambia ni ploti 40, ndipo na sisi tukamwambia kutokana na miundombinu inayotumika ya Ngiresi, barabara zetu zinaharibika kila wakati na michango tunachangishwa kwa ajili ya kurekebisha barabara. Tukamwambia hizo ploti ni chache. Na hapo nyuma mwaka 2022 kulikuwepo na changamoto kama hizi ambazo zilitufanya tukaandika na barua iliyoenda Olmotonyi kwa ajili ya kwamba Ngiresi iwe kipaumbele kipindi cha uvunaji wa mazao ya foresti. Ndivyo tulivyokubaliana na ofisi ya misitu kwamba endapo mavuno yote yatatokea hapa Ngiresi, basi Ngiresi itaweza kuwa kipaumbele kuanzia ploti 100 kwenda juu. Lakini tukamwambia siku ile mwenyekiti, kwa hizi taarifa ziko ofisi ya Olmotonyi, hatuwezi kuzipokea ploti 40. Tunaomba hizo ploti 40 tutazipokea pale utakavyotuletea wenye vitu wa vitongoji ambao wamekugomea kwenye mkutano wako. Utuletee na ranger anayehusika na safu ya Temi ili aweze kutujibu kwa nini ameenda kinyume na makubaliano ya wananchi wa Ngiresi. Wakati tunasubiria mkutano, mheshimiwa mwandishi wa habari, tulikuwa tunasubiria mkutano, ikawa kuna changamoto iliyotokea ambayo ilifanya mkutano ule usifanikiwe. Lakini baadaye taarifa zinavyotoka mtaani ni kwamba mwenyekiti wa kijiji amejitokeza na kutumia sheria zake kibabe kwa kuuza eneo hilo bila ridhaa ya wananchi. Mheshimiwa mwandishi wa habari, tunakosa imani na mheshimiwa huyu kwa sababu ilitokea mpaka wajumbe wa serikali ya kijiji walimkataa. Walivyomkataa, baadaye wakaandika barua kwenda kata na wengine ofisi ya chama tawi. Baadaye walikutana. Walivyokutana wakaona kwamba dawa sasa cha kufanya ni kuwapa kila mmoja 115,000 na baadaye wengine walikataa 4. Lakini jana tarehe 19 waliitwa wale waliogoma na mtendaji wa kata ili kuwapatia nao kicho kilichochukuliwa na wenzao. Nao wakapatiwa 115,000 na kuamua kuwasaliti wananchi wao. Hivyo hizo fedha 115,000 zinatoka wapi? Tunashindwa kuelewa kwa sababu kwanza kwa mwenyekiti kuonekana ni hizo ploti zimeuzwa na ploti tayari zimeshauzwa na watu wameshalima. Na katika kuuzwa kwao hatujui zimeuzwa shilingi ngapi wala nini, lakini ameziuza ndio maana pesa zipo za kugawanywa wajumbe. Mimi naitwa Anderson Ngoviro Molel. Ni kweli kwamba kila mwaka au kila misitu inavovuna mashamba yao, wanavovuna miti, kila kijiji iliyozunguka msitu huo wanapata sehemu. Ikawa sisi mwaka huu tumepewa ploti ya 40 kwa kupitia mwenyekiti wa kijiji alivyotutia mkutano hapa. Ili agawanye kwa wananchi. Lakini hiyo ploti 40 tulipewa tugawanyiwe, ikawa tulishindwa kupokea kwa sababu makubaliano yetu ilikuwa si sawa kama tulivyokuwa hapo mwanzo. Makubaliano yalikuwepo? Makubaliano yetu ilikuwa kwamba kila watakavuna miti basi tutapewa ploti 100 kwa sababu eneo inayotumika kusafirisha malile ni eneo letu. Ndio sababu ya kwanza ambayo tutapewa kipaumbele kama kijiji chetu. Kwa barabara zenu zinaharibika. Barabara zimeharibika sana, ipitiki hata ukienda kuangalia hata mgonjwa kutokea uwezi kupitisha ama magari yamechimba mashimo makubwa. Lakini baada ya hapo tulikutana hapa, haikuwezekana hivyo. Mwenyekiti wa kijiji akaenda akatumia nafasi hiyo. Akati tunasubiri mrejesho ya ile tulimwagiza tuletee ranger na mwenyekiti kutonja leo tutoroka mkole kimbia mkutano, akaenda kuchukua nafasi ile, akachukua ile mashamba, akaenda wakagawana, wakauza ile mashamba. Mwenyekiti wa kijiji na mwenyekiti wa vitongoji wakashirikiana wakauza ile mashamba bila kushirikisha wananchi. Mwenyekiti wa kitongoji hajashirikisha wananchi, mwenyekiti wa kijiji hajashirikisha wananchi. Ndipo tukachukua hatua, tulivyoona vile tukaona hatuna makimbilio mengine, tukaenda kata. Kwa mtendaji wa kata tukapeleka malalamiko, lakini baadaye mtendaji wa kata akamuita mwenyekiti wa kijiji, tukakubaliana sasa kwamba mkutano ufanyike leo tarehe 20. Leo ambao ni leo. Cha ajabu leo tumekuja hapa viongozi hawapo na hatuna taarifa kutoka kwa mtendaji wa kata kwamba mkutano ule umeahirishwa. Mkutano ulikuwa ni wa kujadili nini? Ni mkutano wa kupokea taarifa wenyekiti wa kitongoji waliokimbia mkutano ule mkuu ulioahirishwa na taarifa ya kupokea ploti 40 kutoka kwa ranger. Umesema pale mwanzo ile taarifa walikuwa wanasema kwamba viongozi walipewa ploti 24. Ile ni ya kwao. Ile kwa ajili ya kugawana viongozi. Ambayo sasa inamhusu kiongozi nani na nani? Hiyo ploti 24
ni ya kuwagawanyia viongozi wa kijiji kama serikali, mwenyekiti wa viongozi, mwenyekiti wa vitongoji, wajumbe, chama na kwingineko. Kwa zile 40 sasa zilikuwa zigawanywe kwa wananchi. Kwa sisi kesi yetu kubwa ni ile ploti yetu 40 ambao tumepewa na misitu. Kwa hiyo hamna shida na ile ploti 24. Ploti 24 hatuna shida nayo. Ile ni halali yao. Tuna shida na ploti 40 ambao tumepewa na misitu. Na misitu. Sasa kwa nini tumeshindwa kupokea ile ploti 40? Yale makubaliano yetu ya mwanzo haijazingatiwa. Kwenye zile ploti 100. Kwenye ile ploti 100. Sasa tukamwambia tuletee nani? Ranger. Ili tumwambie Ranger, kulikoni leo utupe 40 leo imekuaje? Hatujafikia huko, hatujapata mrejesho huo. Mwenyekiti wa kijiji kwa kutumia ubabe akaenda akashikana na wale wenyekiti wa vitongoji waliokimbia mkutano mkuu, wakaenda wakagawana, wakauza ile eneo bila ridhaa yetu. Ploti 40 nje na zile 24. Ploti 40 nje na zile 24. Tunalalamikia ploti 40 za wananchi ambayo imeuzwa kiolela kinyamela bila ridhaa ya wananchi. Kwa majina yangu mimi naitwa Francis Rafael Lukumai, ni mwananchi wa kijiji cha Ngiresi. Nimetokea kitongoji hiki cha Olevolos. Mheshimiwa mwandishi wa habari, tumekusanyika hapa na leo ikiwa ni siku ya mkutano mkuu wa wananchi kama tulivyokubaliana ndani ya ofisi ya mtendaji wa kata. Lakini tumefika hapa tumekuta hawapo. Wenzangu umeshasikia kwamba tatizo ama ishu kubwa hapa ni ploti zetu 40. Huyu mwenyekiti amepokea ploti 40 yenye miguu 30. Yenye miguu 30 mpaka 28 kwa ploti moja. Lakini alichokifanya sasa yeye baada ya kupokea zile ploti 40 kwanza, alichokifanya ni kila ploti 3 anafanya ploti 4. Kwa hiyo kutoka miguu 30 au miguu 28 anagawa ploti, anafanya miguu 17. Kwa hiyo kwenye zile ploti 40 akajipatia ploti zingine 16. Maana kila ploti 3 anatoa ploti 4. Ploti 3 anatoa ploti 4. Na hiyo baada ya kugawa zikawa nyingi, akaita wenye vitu wa vitongoji, akawapa ploti 6 kwamba atuletee sisi wananchi. Na wakati zile 40 za mwanzo ambazo zina mita 30 kawaida, tulikuwa tugawane 8 kila kitongoji 8. Yeye alichofanya akaenda kagawagawa, alivyopata ploti isiyopungua 56, akawapa wenye vitu wa vitongoji ploti 6. Akawaambia pelekeni kwa wananchi. Wale nao wakaja, wakasema jamani, nimepewa ploti 6, lakini hizi ploti 6 moja ni ya kwetu wenye vitu wa vitongoji. Na wakati walishapewa za kwao 2 kwenye zile ploti 24 za viongozi, wakachukua tena ploti moja. Lakini wakasema hizi ploti tumeuza 400,000 na wakati hakuna ploti yote imeuzwa 400,000. Kila ploti imeuzwa shilingi 500,000 na 50,000. Kwa hiyo sasa imeuzwa na serikali ya kijiji ama na mwenyekiti? Ameuza mwenyekiti wa kijiji, ambapo ndipo pale wajumbe wa halmashauri wa kijiji hawakuwa pamoja na mwenyekiti. Lakini vikao vya juzi vilivyoendeshwa na mwenyekiti wa chama tawi na jana mwenyekiti wa kata, mtendaji wa kata, umenelewa ndio pale walipokuja kukubaliana na wale wajumbe, na baadaye ndio wale wajumbe wote wa halmashauri wakaungwa 1,15,000 kwa kila mjumbe, ili kwamba ambazo zimeuza kutoka kwenye zile fedha ambazo zimeuza plot. Kwenye hizi fedha ambazo wameuza ploti za wananchi, sio zile za viongozi. Hapana, hizi za wananchi. Na ndio maana tumekusanyika hapa leo, kwa sababu leo ndio mkutano mkuu wa wananchi tulivyokubaliana kwenye ofisi ya mtendaji wa kata. Lakini katika hizi ploti zote 40 hizi ambazo tunazijadili sasa hivi zikakatwa. Ndio. Hapa wananchi wa Ngiresi mko wengi kweli kwenye hiki kitongoji. Ndiyo. Sasa mngewezaje kulima hiyo mkatosha wote? Ilikuwa iwe namna hii. Kwa kuwa ni ploti 40 tuliopewa sisi na idara ya misitu, tulikuwa tugawane kila kitongoji wapate ploti 8 zenye ukubwa wa mita 30 kwa 30. Ambapo kila kitongoji kikigawanyiwa, wao wataenda kuangalia wanaenda kufanya nini. Kama wameenda kuuza kama zilivyouzwa kwa makubaliano ya wananchi, kufanyia miradi iliyoko ndani ya vitongoji, ilikuwa iwe hivyo. Lakini yeye mwenyekiti ameamua kujiuzia kinyamela, akaamua kuwagawanyia wenye vitu kinyamela bila wananchi, na hizo sio za wananchi, hizo zilikuwa za kwetu wananchi. Na ndio kwa sababu tumeamua tuje tufunge ofisi kwa siku ya leo, ili waelewe kwamba hii mali waliouza kinyamela ni ya wananchi, sio yao viongozi. Ploti zao 24 walizopewa viongozi, sisi hatutaki kuzungumzia. Wale wamepewa hiyo na Ranger, wamepewa na safu ya misitu, hiyo ni ya kwao. Hawa watu wa Ranger wanafahamu hili?
Hatujajua sasa kama wanafahamu, kwa sababu tuliwaita, tulimwambia mwenyekiti, tulimwagiza mwenyekiti tuitie ranger aje, kwamba kwa nini utupe ploti 40, kwa sababu makubaliano. Hamfahamu ofisi zao zilipo? Ndio tunatoka hapa sasa, kwa sababu alikataa yeye mwenyekiti kuita mkutano na ranger tuje tuweke makubaliano. Ni kwamba tukifunga hiyo ofisi, tukitoka tunaenda ofisi ya ranger, ama kama itatusumbua au itakuwa ngumu kwa sababu wao watakuwa wanajuana, tunaenda kwa mkuu wa mkoa tukamwambie aje hapa. Lakini bi yake tunamuomba huyu muhusika wa plot, huyu ranger, lile eneo alilotupa ili silete mgogoro mpaka sasa hivi, ili silete mgogoro, apige kitambaa chekundu, asitishe yale mashamba kutokulimwa mpaka tupate mwafaka sisi wananchi. Mimi naitwa Mebuko Sangayon, mwana kijiji wa Ngiresi hii, na mimi ni wa kitongoji cha Kimelo. Mimi nilikuwa balozi enzi ya Nyerere mpaka juzi, nimeacha mwaka juzi ubalozi kwa sababu ya haya mashamba. Maana walipokuwa wanagawanya mashamba mwaka juzi, nikamwambia mwenyekiti wa kitongoji na mpe mabalozi ploti moja wagawe wenyewe, maana hiyo haitakuhusu. Alafu chukua nyingine moja, ubaki na 4 ugawanye kitongoji. Hii mbili ya kwako moja na mabalozi moja. Akasema hapana. Nikamwambia kwa mantiki hiyo mimi najiengua kwa balozi, maana mimi sifanyii mtu kazi, ila tunafanya kazi, hatufanyani. Mimi nikajiusulu balozi. Kwa hiyo sasa hii ni mwaka wa pili nimejiusulu. Kama sio haya mashamba singejiusulu, kwa sababu mimi ni kiongozi ambaye si wa maneno, ni wa vitendo. Kwa hiyo ndio sababu nimekaa kwenye huo balozi miaka yote. Wenye viti wengi sana wamepitia mikononi mwangu nikiwa wa kitongoji wa kijiji, nikiwa balozi. Sasa nikamwambia jamani, kwa nini mimi mnifanyisie kazi lakini mimi sina ajira ya kula na watoto wangu? Nikaona mwanzo sasa juzi hii ilipokata tena hii msitu juzi, nikasubiri kama mimi kama mzee mstaafu mwenye miaka 50 kwenye ubalozi chama na mimi nitambue wanipe ploti moja, lakini la ajabu mpaka leo sijatambulika. Tusaidie kidogo. Wakati ukiwa kwenye uongozi mlikuwa mnagawanya hizo kwa utaratibu gani? Alright. Nilipokuwa kwenye uongozi mimi, haya mashamba yakishafunwa misitu, ranger sikishagawanywa yote, ranger anakabisi kijiji cha Ngiresi piloti yao, kama ni 50, kama ni 30, kama ni 10, anakabisi. Kisha kabisiwa, mwenyekiti anapokea, anakuja kwa wananchi, anaita kijiji mkutano mkuu wa kijiji hapa kiwanjani, anatueleza kwamba jamani, shamba limefunwa, tumepewa sababu ya barabara yetu, tumepewa ploti 40 au 50 au ngapi. Basi kijiji inatoa go ahead kwamba sasa hayo mashamba ni kugawana kwa kila kitongoji ploti 5 kila kitongoji yenye kijiji yenye vitongoji 5 ndio wanagawanyia, kila mwenyekiti wa kitongoji achukue 5 yake. Alafu ile sasa anapeleka naye kwenye wananchi, naye anaenda kukuita mkutano mkuu wa kitongoji, anawaambia wananchi, jamani, tumepewa na kijiji ploti 5, je, tutagawanaje? Wananchi wanatoa ridhaa kwamba tununue vitu vya kitongoji au wagawanyie wananchi. Kwa hiyo mimi nilipokuwa uongozi ndivyo ilivyokuwa inaenda. Kwa hiyo huyu mwenyekiti aliyepo sasa hivi, bora ni mapema sana kuanza kuleta mambo ya ajabu. Sasa huyu ambaye naye lakini amejaribu, yani tuseme tu kwamba amedhamiria, kwa sababu anaelewa, kwa sababu alikuwa katibu wa viongozi wa kitongoji aliyepita, alikuwepo. Kwa hiyo wamedhamiria tu kufanya hivyo kwa sababu anaelewa kwamba utaratibu inaendaje. Ni kwamba tu wamedhamiria kutunyanyasa. Ni hatua gani mtachukua kama wananchi? Sasa ndio hii ambayo sasa tunalalamika kwamba kwa nini tunyanyaswe na chakula hii inatakiwa kila mwananchi wa Ngiresi naye ashibe. Naitwa Santrabi Lembris, ni mkazi wa kijiji cha Ngiresi, pia ni mdau wa mazao ya misitu. Kwa sheria za misitu zote tunasifahamu zinavyokwenda. Sisi tumeshangaa mwenyekiti huyu wa kipindi hiki amekuja kuwa mtu wa ajabu sana, kwa sababu huwa uongozi tuliokushapita nao wanapokea zile ploti za foresti, wanaita wananchi, wanakaa kwenye mkutano, tunakubaliana, tunaweka makubaliano, tunafanya nini kwenye zile ploti. Sisi hapa tuna changamoto ya maji. Mvua ikinyesha huku sisi tunaga maji. Hata sasa hivi kuna mabombani shuleni huko hamna maji. Lakini mwenyekiti amekuwa na mali ambayo sisi tumepewa wananchi, amefanya kama mradi wake. Ofisi unavyoona, ofisi ni mradi wa forest uliosababisha kupata hizi hela, mimi nikiwa mkusanyaji wa hizi fedha za jengo hili unaona hapa mbele yetu. Lakini sasa nimeshangaa yeye kwa kipindi hiki amepokea uongozi juzi, ametuchangisha hela barabara, ametumia mapato na matumizi ya barabara. Leo amechukua tena mashamba hela za misitu, amekuja kugawana laki na 15. Tunajiuliza
Hii serikali ni serikali namna gani? Kama pia mkuu wa mkoa anatusikia kwa taarifa hii, atusaidie kufuatilia mwenyekiti huyu, maana kweli ni mtu ambaye ni mwenyekiti wa ajabu. Tumemwona kama mtu wa ajabu mno. Tumeruka yani tumeruka sehemu ambazo sisi hatuja kufia kwenye kuanzia uongozi uliopita. Naitwa Anania Sirai, mkazi wa kijiji cha Ngiresi. Mimi kwa taharuki yangu kwa viongozi wa kijiji pamoja na viongozi wa vitongoji ni jambo la kugawana pesa ya wananchi, kwa sababu hii ni pesa ya wananchi wanaotumia, kwa sababu zile ploti 40 ni za kwetu wananchi, lakini sasa wao ndio wanagawana, badala wao wamesha kula zile za kwao 24. Mbaya sisi tunacholalamika sana ni zile 24 za kwao hawajatuletea uwanjani, lakini wametuletea 40, na zile 40 ndio wanashambulia kula. Sasa kwa nini wasile zile 24 za kwao, sisi 40 za kwetu tuletewe sisi tujadili tunafanyaje? Kwa hiyo ndio lengo letu. Sisi tulikuwa tunaomba vyombo vya sheria na ngazi mbalimbali za serikali, ikiwepo mkuu wa wilaya ya Arumeru na hata TAKUKURU ikiwezekana, tuna uwezo wa kutafuta namna gani tutaweza kuonana nao ili waweze kutusaidia kwa hili, kwa sababu huu sio uongozi. Sasa kama tunawaamini viongozi, tunawapa kura, tunawachagua ili watuongoze, ili watuhifadhie. Unajua kiongozi, mheshimiwa mwandishi wa habari, kiongozi sio kwamba ni mjanja zaidi yeye akapata uongozi. Ni kwamba ni lazima katika kundi, ni lazima tumpate mmoja ambaye atatuongoza ili tunapowaletea malalamiko yetu wanaifanyia kazi. Kwa hiyo tunaomba zile mamlaka husika kwamba washughulikie ili swala la viongozi waharibifu ambao wanaonea wananchi kwa kutowapa haki yao, kwa sababu swala la haki kwa mwananchi, haki haiombwi, haki inadaiwa, na ndio maana sisi tuko kipaumbele kwa ajili ya kudai haki ya wananchi. Zinagawanywa, inakwenda kwenye kitongoji na tayari tumefanya hivyo. Wananchi wangapi wamegaiwa hizo ploti na mlipewa ploti ngapi? Tumegawa ploti 40. Imegawanywa kwa utaratibu gani? Hiyo bado sijapata mrejesho kutoka kitongoji. Vitongoji wameuza na wameendelea kufanya kazi ya maendeleo katika vitongoji, kwa sababu unapogawa zile ploti haziwezi tosheleza. Ina maana wanatafuta ni jinsi gani ya kufanya kazi ambayo inaweza kumlenga kila mmoja kwa huduma. Wewe kama mwenyekiti wa kijiji umefuatilia utaratibu wa kugawiwa, nani wamegawanya kwa utaratibu gani na nani amepata? Ninasubiri mistasari katika ofisi yangu. Lakini bwana, taarifa inaeleza kwamba wewe ndio umegawa. Mimi nimegawa kwenye vitongoji. Sawa, na leo ulikuwa na kikao cha serikali ya kijiji. Imekuwaje? Kwanza serikali ya kijiji kwa nacho jana, sio leo. Kwa hiyo mbona wananchi sasa naambiwa kwamba wamejitokeza kwa ajili ya mkutano huo na uliwaambia hivyo? Wamejitokeza wakati mkutano ni wa Jumamosi, sio wa leo. Ni kesho Jumamosi. Ni Jumamosi ijayo. Jumamosi ijayo. Kwa maana kwamba taratibu za kuita mikutano zipo. Unaita mikutano baada ya taratibu fulani kukaa. Na nini kinachosababisha? Kuna taarifa tunataka kuzitoa, na huu ndio mwisho wa mwaka wa kifedha. Kuna taarifa za tunataka kutoa, ndio maana tumeahirisha mpaka Jumamosi ili tuweze kukutanisha serikali na kamati mbalimbali. Lakini jana kwenye kikao cha kata mlichokaa mlikubaliana ni leo? Hapana. Huyu aliyesema ni leo, nani amempa matangazo? Yaani kwa mtendaji wa kata taarifa inaeleza hivyo. Kwa mtendaji wa kata hakuna taarifa hiyo. Ilikuwa tumekutana kwamba ilikuwa tufanye mkutano leo tarehe 20, lakini kuna sababu something zilizosababisha kuahirisha taarifa wanakusaga. Sababu ni nini mwenyekiti? Sababu kuna taarifa mbalimbali tunataka kukusanya ili tuweze kupeleka kwenye mkutano mkuu, ikiwemo pamoja na hizi ploti zilizogawanywa kwenye vitongoji. Hiyo 115 uliogawa kwa wajumbe ilikuwa na utaratibu gani? Kwa sababu jana mlikuwepo ofisi ya kijiji hapa. Nani alikuambia tumegawa? Jibu swali kwamba hiyo taarifa ipo ama haipo. Hiyo taarifa ya 110 hiyo ambayo na 15 ulioitoa wajumbe. Huyu aliyekuambia ni nani, ana udhibitisho gani? Na huyu aliyekuambia tumeonga wajumbe amepata udhibitisho upi? Yaani ipo ama haipo? Kuna ploti ziligawanywa kwa serikali, nikazagawa zingine kwa wenye vitu kwa kwenye vitongoji. Serikali ya kijiji. Hizo ploti zina mgogoro. Wakafaidi wakachukua, kwa hiyo walikula ile sehemu ya kwao. Kwa hiyo jana wajumbe ndio wamepewa sehemu ya kwao. Ndio. Hiyo shilingi 115. Mbona ulikuwa unakataa sasa mheshimiwa mwenyekiti? Nimekataa nini? Na pia kwamba nisikilize. Kama unahitaji taarifa zingine nifuate ofisini nitakuelekeza. Sawa, lakini sasa hivi niko ofisini kwako hapa mwenyekiti. Sina taarifa hiyo. Kama unanihitaji naomba unifuate nikupe taarifa kamili. Kwa hiyo taarifa niyo, mkutano ni wiki ijayo, sio leo. Kwa hiyo wajumbe wote 24 umewagawa shilingi 115 kila mtu. Ndio nikuelekeza ofisini.
zaidi. Lakini hii kidogo ina milioni 2 kama na 800 hivi ambazo jana umegawa. Yaani hizo ni za kwa wajumbe wangapi? Unajua mimi na wajumbe wangapi? Na unajua imepatikanaje? Si una wajumbe kama 25 hivi kutokana na vitongoji, mheshimiwa mwenyekiti? Hawapo wenye vitu wa vitongoji wala utaratibu wao. Kwa hiyo mwenyekiti, tuzungumze taratibu. Jana umewagawia shilingi ngapi? Mheshimiwa mwenyekiti. Naomba nikwambie kama unahitaji taarifa bwana Kusaga nifuate, niko nyumbani. Lakini nyumbani sio ofisini, mheshimiwa mwenyekiti.